Zaanzishwa hiyo juzi kazi za kliniki MHCD ya Kilibula katika mtaa wa Kalundu. Ni pamoja naye kiongozi wa shirika hilo MHCD mbele ya viongozi na wakahaji wa mahali hapo. Mbunge wa taifa wa zamani Lik Mulimbalimba ataja kuwa kufunguliwa kwa kazi za kliniki hiyo inaambatana pia na kuanzishwa kwa kampeni matibabu na upasuaji katika maeneo hayo kama tu vile hayo yanayofanyika pa Kiaya Kasenga tangu mwezi wa Januari mwaka huu. Kiongozi huyo wa MHCD ajulisha kuwa shughuli hiyo ni katika hali tu ya kusaidia raia wa Uvira ambao wanateswa na visa vya magonjwa mbalimbali na usalama mdogo. Lik Mulimbalimba anayajulisha hapa kwenye mic ya mwandishi wetu Gayusa Shabile. Nimekuja hapa Uvira kulancer ouverture ya klinike ya hapa Kilibula. Hapa Kilibula tumefungua klinike ingine. Kama vile watu wanajua tuko na klinike Kiaya. Na profite hii occasion kushukuru wakaji wa Uvira ambao wanaendelea kuja kutibiwa kliniki yetu ya Kiaya ambayo iko nyuma ya Université Notre Dame. Lakini pia tuliona tusaidie watu wa Kalundu, Kivovo ambao tuko napata wengi, na tukaona vile tulikuwa na kliniki hapa ingine hapa Kilibula chini ya moske wa Veni Mombasa. Ni vizuri tuongeze vifaa, na tumeongeza vifaa, tumeongeza ekografe ama wanazoita ekografi, tumeongeza vipimo, tumeongeza medecin. Nikaona tukuje kuilancer ili wandugu wala ambao wanapenda kuja kutibiwa Kiaya wanakaribishwa. Ni vizuri sana. Sisemi kama msikuje Kiaya, mnakaribishwa Kiaya, lakini yule ambaye anaona kwamba angelikuja hapa kwa kuwa ni karibu, pia anakaribishwa hapa. Hayakuwa vibaya pia. Mimi nimekuja kwa mission purement humanitaire. Watu wanaweza ona kama nimekuja kufanya siasa, lakini hii sio wakati wa siasa. Nimekuja kusaidia wakaka zangu, wa dada zangu, wa baba zangu, wa mama zangu ambao wameteswa na vita. Ni sauti ya Lik Mulimbalimba kuhusu huduma zitakazotolewa katika kliniki hiyo. Mganga mkuu wa vituo vya afya vya shirika MHCD Daktari Victoire Makiro ametoa mafasirio mbele ya umma. Sherehe ya kumbukumbu ya miaka miwili ya shirika Umoja Wetu ni tarehe 21 Juni. Fursa ilikuwa kwa shirika hilo linalopatikana pa Kabindula kuendesha mgahawa wa furaha kati ya viongozi wake, wale wanaowahudumia kwa zaidi wanaohudumia kwa miradi yao ya mafunzo ya kazi za mikono pamoja na wahalikwa wao wengine. Sherehe hiyo imeendeshwa katika ukumbi wa Deuxième Paradis pa Kalundu. Mratibu wa shirika Umoja Wetu amejulisha kuwa ni muhimu kwa raia wa Uvira kuzingatia mafunzo wanayotolewa vijana, kwa hilo tu ya kwamba ni kwa ajili ya kupambana na ukosefu wa kazi. Erike Mutandila ayajulisha hapa kwenye microphone ya mwenzetu Gayusa Shabile. Tulisha forme plisi ya batu 500. Tunafunza watu kupe, kutiri, manake kukata na kushona nguo. Tunafunza watu garnissage. Kama tunasema garnissage ni kufunga biti, kama kutengeneza masalo minisi. Tunafunza watu art culinaire, kufunza watu mapishi bora, mais aussi kukalanga mikate, machapati, magalete mwe façon. Mais aussi mon tissage de panier, kama kufanya mavikapu. Tunafunza watu tressage de cheveux, namna gani mtu anaweza kusuka, mais aussi mon informatique. Siye malengo yetu ni kupunguza kwanza kapasite ya chômage mpe yetu. Si une fois mtu iko na entreprise yake yeye peki, kwanza pale vile chômage inapunguka. Na plus chômage inapunguka, plus itakuwa vizuri sana kwa kila mtu kujibeba yeye peke kuliko kutegemea serikali. Raia ya Uvira tungewaomba wajikusanye, tuwe kwa pamoja na umoja ili waje kujifunza kazi za mikono kusantre yetu Umoja Wetu. Juu nao pia waangalie namna gani wanaweza wakabeba maisha yao peke kuliko kutegemea mtu.
Wametangazwa rasmi Jumapili Juni 22 wanakamati waliochaguliwa kuchukua nyadhifa mbalimbali za kamati ya Amka Tujenge kusaidiana na mwenyekiti Elia Mayagira na Biakopita Joseph. Kikao kilifanyika ndani ya ukumbi wa mikutano wa shirika la kutetea haki za binadamu Mijase. Katika kikao hicho waalikwa walisomewa sheria za katiba ya kundi na zikafanyiwa ukaguzi. Elia Mayagira, mwenyekiti wa Amka Tujenge, anazungumza nasi muda mfupi uliopita baada ya kikao. Mimi nataka kujiunga katika kundi hili sababu nalipenda sana ndio ninakuwa mtu wa makamu troisième âge. Mimi napenda Amka Tujenge kwenyeji ni fanisi yako. Nilifisha mke wangu nikaona Amka Tujenge ikafika kuniomboleza na ni pale roho yangu kapite na shimama pale. Watu wa Uvira nawaambia ingekuwa vizuri sio wote tuungane uingie mkundi la Amka Tujenge, itaonekana pia. Kwa majina naitwa Biamasuru Kanyaga. Mimi nimefurahia kundi hili. Imekuwa muda mrefu mimi nilikuwa nimejitenga sana. Ninakumbuka yalolo wakati angala natumika hapa kwa Radio Le Messager. Nilipendelea kipindi hiki, nilikuwa nikipiga simu zaidi. Lakini wakati nilipoona wale ambao walianzisha kile kipindi hawakuweza kunifurahisha zaidi. Kwa saizi nimefurahia kipindi hiki mara tena kwa kamati ambayo imeweza kuwekwa, iliweza kunigusa kusudi na mimi niweze kuwa mwanamemba wa Amka Tujenge. Naitwa Tonton Sama wa Kavimvira Rugendo. Nimepatikana kama vile mnani wa Amka Tujenge wa Club Le Messager du Peuple. Nimependelea kujiunga juu nimeona kama kundi ni watu wazima na ni watu kabisa wanaelekea kabisa kuongoza kundi na president wetu Elia Mayagira. Natoa ujumbe kusema kama watu waje wajiunge juu ni kamati bora iliyopangwa wakuje tuendeleshe radio endelee mbele sirudi tena nyuma sana. Kwa majina naitwa Pastor Kapela Semegi. Nikiwa naishi pale Kaburo Shasongo pale Kanzele. Maoni yangu kwanza kilinipatia shauku kufika hapa. Niliyasikia matangazo leo asubuhi ya kama wanahitaji kutakuwa renyo ya wa Amka Tujenge. Nikaifurahia kufika. Sana fika nakuta kweli ni kundi nzuri la watu wazima. Watu wazima sio wa kitoto kabisa. Yani nakuta kama mna malengo mazuri na malezi mazuri iko mule ndani. Ndio nafurahia na mie kuitekeleza na kujiunga kuwa mwanamemba mule ndani. Kwa majina naitwa Fura Dorcas, jina maarufu Mama Dorcas. Kukua katika hiki kikao chenye kilinivutia ni kitu kwanza mimi napendaka kundi la Amka Tujenge na mimi naifuataka siku nyingi na miaka mingi na nilikuwa nataka nijiunge juu na mimi nikuwe katika hii kundi la Amka Tujenge na mimi nilikuwa napata gisi ya kuongea, gisi ya kushauriana na gisi ya kujichanga na wengine. Hapana, kuko wengine wanamemba na wapigaji telefoni. Juu kuko mtu mwenyewe hawezi taka kupiga telefoni wasimjue. Mimi ni mwanamemba na ishaje adere na anafanyaka makotilation yote. Mimi anakatala kupiga telefoni na ni mambre wa Amka Tujenge. Haiko tu kila mwenye kupiga telefoni ndio mambre. Kuko wanapiga telefoni ni bafana tu, ni habiko ba mambre wa Amka Tujenge. Na kuko le mambre mwenye hata telefone mimi ni mambre wa Amka Tujenge. Hao walikuwa ni wanamemba mbalimbali wa kundi hilo la Amka Tujenge ambao wamejiunga na kundi na wale ambao ni wapya. Hivi karibuni kikao kingine kinatarajiwa kuendeshwa kama vile alivyotamka mwenyekiti wa kundi hilo Bwana Elia Mayagira. Ni zaidi ya watu 50 waliohudhuria Jumapili hii kikao hicho huko Kigongo. Bwana Chochi, mtabiri wa hali ya hewa mwanamemba wa Amka Tujenge, tayari apanga kuitisha kikao katika grupema ya Kalungwe kufungua tawi la kundi hilo kubwa la Amka Tujenge ambalo wanahita Selile. Kundi la vijana waigizaji wa kizazi kipya cha Uvira waomba kuungwa mkono katika kazi zao ili kukuza vipaji vyao kama wasanii wengine. Ni kundi linaloitwa Makali Comedy ambalo lilikutana Jumapili jioni kuandaa filamu mpya wanayotarajia kuachia mwezi wa 8 ujao. Ameyanena dakika chache baada ya kumaliza kikao chao mwenyekiti wa kundi hilo, kijana mdogo aitwaye Makali Vincent Zifo. Filamu wanayoandaa inaitwa Anko, yenye ujumbe mzito kama anavyoeleza hapa mwenyekiti
huyo. Nilikuwa naomba kwa watu yote bajiconnecte kuma konti yetu, ndio watatupata mzuri. Tuko na komedi za mingi sana za kuchekesha, unapasha ona na unafurahi sana. Hatuna masponsor, tulikuwa tunaomba ba patron ya Uvira ama wote mwanajisikia kutusutenire, bakuwe watusaidie. Juu tuko na kipaji ya mzuri sana. Hatuwezi penda kipaji yetu ibakie nyuma. Juu tuko na kipaji ya kwenda mbele. Ni kijana Makali Vincent Zifo, mwenyekiti wa kundi la Makali Comedy, kama alivyozungumza nasi. Mwisho wa taarifa hii habari.